Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Msikiti mzima Allah hajampokelea, matofali yake yote hayana maana mbele ya Allah. Pengine kajenga kwa sifa na ria, Allah anajua nia yake. Anashangaa, anasema ile tofali mbona lina shine, linatoa nuru, linang'aa. Anawaita wajenzi wanasema tuwe radhi sana bosi, yule mama alitungangania sana na akatufuatilia sana na akatusumbua sana. Yule mama baada kuona tumemhurumia, tukaamua kuchanganya tofali lake na matofali yako, na hatimaye tofali yake ndio hili, linatoa nuru kuliko matofali yako. Mashekhe wakamwambia yule bwana, takasa nia yako, rudi kwa Mola wako. Hatujui nia yako ya kujenga, kipato chako cha kujengea, pengine nia na azma na uchamungu wa mama huyu. Allah anakuonyesha ya kuwa kuchangia katika dini yake si lazima utoe kikubwa sana, kidogo tu, katofali tu kanang'aa kuliko changamoto za wananchi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anasema, khairun nas anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule anayenufaisha watu. Nufaisha watu kwa cheo chako, nufaisha watu kwa elimu yako, nufaisha watu kwa pesa zako, Allah atakunufaisha maradufu. Tulipokuja kuzungumza na mdogo wake Saidi Ngonde, anasema moja ya sifa kubwa tulikuwa tunaifahamu kwa ndugu yetu, hakuwa mgumu hata kidogo katika swala zima la kutoa. Hili pia nikalichukua, huenda imani yake, ukarimu wake, karam yake, utoaji wake pia umemfanya afikie katika hatua hiyo. Hajawahi kumrejesha mtu akimwomba msaada. Na kwa taarifa yako, hakuwa tajiri, biashara yake kubwa ilikuwa ni ya matofali. Matofali ambayo mimi na wewe tunajua wala hayalipi.